Kwenye Logic, ngoja tuzungumzie kile ambacho kinaendelea Arusha kati ya vijana wa Arusha wanaoendesha pikipiki maarufu kama bodaboda pamoja na jeshi la polisi, lakini pia na viongozi wao wa chama cha waendesha pikipiki mkoa wa Arusha na wilaya ya Arusha cha kuwakamata wale ambao wamefunga trumpet na taa zile zenye mwanga mkali mbele ya kamera. Nimeona mijadala mingi sana mitandaoni na baadhi wakipongeza, wengi sana wamepongeza hilo tukio. Na tumeona afisa katibu tawala wa wilaya ya Arusha kwa niaba ya mkuu wa wilaya amepongeza hilo mbele ya OCD wa jiji la Arusha, na baadhi ya watu wamekosoa namna ambavyo hicho kinafanyika. Mfano, tumeona vijana kutoka Kilimanjaro wamejirekodi, wameeleza kwamba hilo jambo lisije likatokea katika mkoa wa Kilimanjaro, lakini pia wengine wamehoji kwamba katika kuzuia hii kwanza kuzuia hizo trumpet kufungwa kwenye pikipiki, yani waliofungwa na kamato, lakini pia msako utaenda mbali zaidi kwa maelezo ya dasi hadi kwa wale wanaouza vifaa hivi vya pikipiki. Watu wakahoji, je, hawa watu vifaa vya pikipiki vinauzwa katika maduka ambayo watu wanalipa kodi na mizigo yote inapita bandarini, na hivyo vifaa pia vimelipiwa kodi. Kama vilikuwa ni haramu, je, kwa nini havikuzuiwa kuingia nchini hadi mtu amelipa kodi alafu wewe unaenda kuchukua katika duka lako? Je, hiyo ni sawa? Katika Logic, kwa mujibu wa sheria, kwanza kuna taratibu za kufanya ukaguzi kwenye maduka, na huo ukaguzi pia kuna mamlaka ambazo zinapewa nguvu hiyo kisheria, kama ambavyo waliongea Kamanda Mulilo kwamba polisi yeye hawezi kwenda kusachi duka la mtu kama hakukuwa na malalamiko yoyote yanayohusiana na kile anachokiuza, labda anauza kitu cha magendo ambacho kipo kinyume na mujibu wa sheria na sheria ambayo jeshi la polisi inapaswa lisimamie. Sasa trumpet au hizo taa za mwanga mkali, hivyo sio vitu ambavyo tunaweza tukaviweka katika kundi la kijinai au ni biashara haramu. Hapana. Kwa polisi kwenda kukagua au kufanya msako kwenye hayo maduka, wanapaswa kuwa na taasisi nyingine ambayo yenyewe inatafsiri hiyo vitu kama ni haramu. Sasa sijajua ni taasisi gani, kwa sababu ofisi ya mkuu wa wilaya yenyewe sio taasisi ambayo inahusika na ukaguzi wa vitu kama hivi ambavyo havijainishwa kama ni haramu ama kama ni vitu ambavyo vimeingia kinyume na utaratibu. Labda kama hivi vifaa vimeingia kimagendo kwa mujibu wa sheria, hapo msako unaweza ukaingia katika namna ya kushirikiana na mamlaka ya mapato Tanzania TRA na kusema kwamba hivi vitu vimeingia kimagendo. Lakini kama havijaingia kimagendo, uhalali au logic ya namna ambavyo wanaweza kwenda kutekeleza hilo zoezi na liona gumu, kama ambavyo pia mitandaoni watu wanakuwa na hoji na kukosoa. Lakini bi yake ni kwamba, je, hivi vitu vina kero kwa Arusha ama havina kero kwa Arusha? Sio kwa Arusha tu, sehemu yoyote zile taa nyakati za usiku zinaumiza macho kweli, lakini pia hata hizo trumpet lakini tufahamu kabisa kwamba kila sehemu au kila eneo lina kitu ambacho ndio utamaduni wake. Kuna wakati unaweza ukawa haupendi huo utamaduni, lakini ndio utambulisho wa hilo eneo. Mfano, leo hii tunapozungumzia Dar es Salaam na vigodoro, viongozi wengi wamekuwa wakipiga kelele, vigodoro marufuku, haviruhusiwi na vitu kama hivyo, lakini nenda kesho na kesho kutwa vigodoro utavikuta Dar es Salaam. Ladha ya Dar es Salaam ipo kwenye vigodoro. Lakini barabarani kuna zile baskeli za kunyonga zinaitwa nini? Zinaitwa maguta. Ladha ya Dar es Salaam pia ipo kwenye maguta barabarani, japo mkuu wa mkoa alieleza kwamba miongoni mwa sababu zinazosababisha foleni maguta pamoja na gari za zamani na nini na vitu kama hivyo. Lakini hiyo ndo testi ya Dar es Salaam, uwepo wa maguta. Sasa kwa Arusha, trumpet pamoja na hizo taa ni testi ambayo iko Arusha, yani ndo ladha yao. Hizo pikipiki zikikosa hizo trumpet, zikakosa hizo taa, huenda hiyo ladha ya pikipiki ambazo watu wamezoea kuziona Arusha itapotea au haitoonekana tena. Na kuzuia kitu ambacho kwao watu wanakifanya kama ni asili, wakati mwingine ni ngumu sana. Na mimi hili zoezi nalifahamu, limeanza zaidi ya miaka 4-5 huko nyuma, lakini halikuwahi kufanikiwa. Kuanzia Mheshimiwa Kena ni Kihongozi ambaye ni mwenezi wa
wa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi Taifa, akiwa mkuu wa wilaya hapa, aliwahi kupambana na hivyo vitu na akaondoka akaviacha. Wengine waliopita wote wamepambana, akina Said Mtanda wamepambana, wameondoka, wameviacha. Leo hii tunazungumzia, tuna huyu Joseph Mkude na yeye atapambana navyo, sijajua kama atafanikiwa kuvimaliza. Kwa sababu nini? Kwa sababu hii ndo testi au ladha ya Arusha. Ukitazama pikipiki zao kwa namna zinavyotengenezwa, utatoka kwenye trumpet, utatoka kwenye hizo taa, kesho utakuja kusema siti za namna ambavyo zinatengenezwa hizi pikipiki hazipaswi kuwa hivi, kwa sababu haziji kama ambavyo kiwanda kimetengeneza. Kwa hiyo kwenye logic natamani hawa viongozi wangetoa elimu sahihi zaidi ya hawa vijana namna ya kutumia hizi trumpet na hizi taa, kwa sababu kwa kiasi kikubwa Arusha ndio mkoa ambao una msisimuko mkubwa wa mashindano ya pikipiki, lakini vijana, tofauti na kutumia hizi pikipiki kwenye masuala ya usafirishaji kama bodaboda, lakini ni sehemu ya wao kufanya burudani zao, kuchezea barabarani na vitu kama hivyo. Wangetoa elimu namna ya kuzitumia. Ni sasa na zile taa ambazo tunaona zimekatazwa kwenye magari, zile za vimulimuli. Kuna baadhi ya gari za serikali zina vimulimuli hivyo, japo gari zote zimekatazwa, lakini wale huwa wanazitumia wakati kiongozi akiwa na dharura, dereva anawasha ili awahi, sio muda wote. Kwa nini hawa watu ambao wanatumia hizi trumpet na hizi taa wasiambiwe kwamba mtaruhusiwa katika namna ambayo ukionekana unaitumia kimakosa ndo unakamatwa? Kufunga sio kosa, lakini ukipiga hiyo kelele mtaani ukiwa unaendesha muda wa mchana, basi utakamatwa. Nafikiri ingekuwa kitu cha maana kuliko kuwazuia kufunga, kwa sababu kuwazuia kufunga, kwanza una poteza mzunguko wa fedha kwa wale wanauza hivyo vifaa ambao wameshalipa kodi na huenda wana mzigo mkubwa madukani. Lakini cha pili, hawa watu, kwa sisi tunaoishi Arusha, kwa kero ya taa ya mwanga, huenda nisiongelee kwa sababu kila mmoja mwanga na utafsiri tofauti. Ni kitu ambacho mimi naweza nikautazama nikaona mwanga wa kawaida, au ni mwanga unanikera lakini unapita mara moja. Kwa hiyo watu wengi huenda wakatafsiri tofauti tofauti. Lakini ukija kwenye hiyo trumpet ambayo ni hayo makelele ya kupiga mlio, kwa siku unaweza ukakutana nao mawili au moja. Yaani sio kwamba ni kero kiwango ambacho kila mtaa ukipita zinalia hizo trumpet au pikipiki, kila pikipiki ina kelele za namna hiyo. Kwa hiyo sio kelele nyingi, lakini ni kelele pia ambayo hatuwezi tukasema kwamba isifanyiwe kazi. Lakini nafikiri wangepewa elimu kwamba tunawaruhusu mfunge, lakini msipige nyakati za mchana. Pigeni hizo trumpet zenu mkiwa mnaenda kwenye mashindano yenu, mkiwa mnaenda kwenye show zenu, kwa sababu wakati mwingine ni burudani, na ndo testi ya pikipiki za Arusha zinavyojitofautisha na pikipiki zingine. Hawa vijana wana stress nyingi sana za maisha, namna ya upatikanaji wa fedha, ajira imekuwa changamoto. Tukiwaongezea tahadhari nyingi za namna ya kutafuta fedha na kuishi, tutawafanya wawe na stressi na wawe na chuki na hasira na serikali yao, kitu ambacho tunaweza tukaepusha tu kwa baadhi ya vitu kuviskip na kuviacha, kutokana na kwamba madhara yake tunaweza tukayazuia kwa kuwapa elimu ya namna ya kutumia hizo trumpet kwa usahihi zaidi. Sawa, tunasema kweli tuna AFCON, tunahitaji mji fulani hivi wenye utulivu na nini, lakini tufahamu kwamba hiyo AFCON yenyewe inahitaji msisimuko. Yaani tunahitaji identity. Watu wafike Arusha waondoke na kitu ambacho watakizungumza. South Africa mwaka 2010 wakati wana host World Cup, walikuwa na mavuvuzela. Yale mavuvuzela ni yale mafilimbi ya plastiki ambayo yanapiga kelele sana, kiwango ambacho wazungu wakawa na mshauri au wanamshawishi rais wa FIFA, yani FIFA ifungie yasiingie uwanjani. Lakini rais yule wa FIFA akamwambia kwamba, akapo ni Sepp Blatter nafikiri, akamwambia hiyo ndo test ya Afrika, hiyo ndo ladha ya South Africa, hatuwezi tukazuia vitu kama hivyo. Kwa hiyo kitu tunachokiona kero tunaweza tukakiboresha tunapoenda kwenye hiyo AFCON, ikawa ndo ladha, kuliko kufungia, kuliko kuzuia, kuliko kutoa matamko. Alafu mbaya zaidi tunaweka faini ambazo hawa vijana wanakamatana wao kwa wao. Tunawachonganisha viongozi wa bodaboda na bodaboda wenyewe. Hizo faini hazijainishwa kwamba zitaenda kufanya kitu gani, na tunazibariki wakati mwingine, kitu ambacho kitaleta mgogoro mkubwa sana, kwa sababu tafsiri ya faini lazima ieleze hiyo faini inaenda kufanya shughuli gani. Ndio maana hata traffic wanapopiga faini barabarani tunaambiwa kwamba zinaenda kuboresha barabara, zinatumika zinaingia kwenye mfuko wa taifa, zinaboresha afya na vitu kama hivi, vinaingia kwenye mfuko wa serikali kama chanzo cha mapato ya kuendesha nchi. Sasa hawa bodaboda wanapigana hizi faini. Hizi faini zinaenda wapi?
Wakati mwingine zinaweza zikaleta mgogoro, zikaleta chuki miongoni mwao na kitu ambacho sio sawa. Kwa hiyo kwenye logic, mimi nafikiri logic ya muhimu sana, yaani jambo la muhimu sana kwenye logic la kulichukua ni kwamba hii testi na ladha ya pikipiki za Arusha tusifanye au tusitafsiri kama kero, tuiboreshe ibakie kuwa identity ya kuitambulisha Arusha na kuitofautisha na mikoa mingine kwenye masuala ya pikipiki, kwa kuwapa hawa vijana elimu na kuangalia namna ya kudhibiti pale ambapo tunaona pana changamoto. Naamini hilo linaweza kuwa la maana sana, kwa sababu changamoto kweli hawa vijana wanazo, na huenda changamoto ambazo wananchi ungetaka washughulike nazo kuhusiana na kundi hili la bodaboda wasingekuwepo kwenye taa na singekuwepo kwenye trumpet. Wangekwambia bali tatu mzuka, wangekwambia namna ambavyo wanachomekea, ajali zinakuwa nyingi barabarani, wangekwambia vitu vya maana ambavyo ndivyo ambavyo wengi wangetamani serikali ishughulike navyo zaidi kuliko trumpet pamoja na hizo taa. Mimi naitwa Korumbel Babas na hii ni The Logic ya Global TV. Unaweza ukaweka comment yako hapo chini kistaarabu. Kwaheri. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3, ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hoteli inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.